Asante sana studio. Mama, bibi harusi alivyoenda kwa wazazi akamwambia nimepata mwenzi wangu wa kutaka kuishi naye. Yule mama lakini yule mama kwa busara zake akasema kuna watu wenye vipaji vyao. Wamesema ya ndani, lakini pia wenye vipaji vyao waje ongee na mwana kidogo. Kwa hiyo naomba nikukaribishe mama. Namba yoyote wewe sema tu, lakini ni jina langu halisi. Mama, Mungu akubariki sana kwa kuona kwamba naweza kuzungumza na binti yako jioni ya leo. Wakwe, naomba niwashukuru sana kwa kutulelea kijana ambaye ametufanya tuwe hapa jioni ya leo. Mbarikiwe sana. Nina maneno machache sana lakini yenye nguvu kwa ajili ya binti yetu, lakini na kwa ajili ya yetu wote. Niseme huwa napenda kuuliza hili swali. Nianze kuwauliza ejigo wenzangu. Cheti chochote ambacho anapokea mtu anakipokea baada ya kusoma. Yaani kama una cheti cha darasa la 7, ina maana ulianza darasa la 1 mpaka la 7 ukapewa. Hali kadhalika mpaka chuo kikuu, kwanza unaanza kusoma halafu unapewa cheti. Lakini ajabu ya cheti cha ndoa, profesa anapata hicho. Darasa la 7 anacho hicho kinafanana. Nani aliwahi kujiuliza inakuwaje? Ni kwa sababu ndoa ni kitu cha pekee sana. Ni kwa sababu ndoa ina mazingira tofauti sana. Kwa maana nyingine unapewa cheti kabla hujafaulu. Mtihani wa ndoa unaenda kuandika mwenyewe. Binti yangu ingia kwenye ndoa, na mimi ninazungumza na wewe, sikupi maelekezo namna ya kwenda kukaa kwenye ndoa. Nakupa maneno ya hekima na maarifa ambayo utayatumia kulingana na aina ya ndoa ambayo Mungu amekuamini akakupa huyo mwanaume. Haleluya. Wamama jioni ya leo wamependeza, wamejiandaa, lakini kuna wengine hapa wametoroka jua. Lakini naomba niongee maneno haya na wewe binti yangu. Ndoa ya baba yako na mama yako haitafanana na ya kwako. Kuna vitu vinaweza vikakusaidia, lakini ni kwa sehemu ndogo sana. Nikiangalia umri wako, Mungu amekuamini katika umri huo akakupa kitu cha thamani ambacho pia kina gharama. Na binti yangu, ulikuwa unapata surprise. Unaambiwa fumba macho, unakuta kitu mezani. Sasa surprise za kwenye ndoa huwa ni kavukavu. Yaani surprise kila siku inaweza ikawa na surprise ya aina yake. Sasa nakuomba ujiandae. Jiandae kikamilifu, ukijua kwamba yapo ya kupasayo kufanya kwenye ndoa. Yaani kuna gharama za ndoa ambazo hizo gharama sio elimu ulionayo, sio fedha ulionayo, yaani sio uzuri ulionao. Hiyo gharama ni hekima paka yako. Kujua nini maana ya mume. Haleluya. Kuna kitu
ambacho kina gharimu watu, kwa sababu gharama za ndoa ni gharama za nafsi. Kwa sababu afadhali fedha unaweza ukaitoa kesho ukapata nyingine, lakini gharama ya kuihendo ndoa ni nafsi yako. Kuna vitu lazima uviache, sio vibaya, lakini kama unataka uwe na familia, kuna vitu lazima uviache. Kuna mahali hautakwenda, sio pabaya, lakini hautaenda kwa sababu umeamua kuingia kwenye ndoa. Ukisoma kitabu cha Waefeso, Biblia inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kanisa linavyomtii Kristo. Kumtii Kristo ni gharama, kwa sababu hata ukifiwa bado anabaki kuwa Kristo. Kwa maana hiyo, kuna saa mmeo atalewa, kuna saa mmeo atakengeuka, lakini bado ni mmeo. Ziko lugha za kuongea naye. Kumheshimu mume si wakati ambapo ameleta vitu vizuri nyumbani. Yaani sijui nitumie lugha gani unielewe. Yaani saa mambo hayaeleweki. Saa watu akikuangalia wanasema huyu mama naichije na huyu jamaa, ndio thamani ya kwako inakuwa kwenye ndoa. Sio saa unaletewa gari na kaa nje. Saa ambapo amelewa unamvua viatu, unampa maji ya kunywa. Haleluya. Mwanangu, nikikuangalia umri wako ni umri wa kidigitali. Nenda kampe mumeo thamani anayostahili. Thamani anayostahili, labda niongee kwa lugha nyepesi kidogo. Sawa. Ingawa Mungu yani kuthaminisha vitu. Hapa mnielewe vizuri. Yani kuna mahitaji. Thamani ninayoizungumzia ni ile ya kwenye mahitaji ya mwanaume. Hatufanani. Na wala usiende kuishi ndoa ya kwenye TV wala ya kwenye mtandao, maana utafeli haraka. Maua ni mazuri, si ndio wa mama? Maua ni mazuri sana, lakini sio ya thamani kwa kila mtu. Yaani hilo ua ni zuri. Kuna mtu ukienda mjini ukanunua ua shilingi 200,000, ukimpelekea anapokea wow. Na kuna mtu ukimpelekea hilo ua sema huyu kichani ni. Ili umpe thamani anayostahili lazima uanze kumfahamu. Miaka 5 ya kwenye ndoa watu wanaachana sasa hivi kwa sababu nitumie lugha ngumu kidogo. Siku hizi wanakuambia utakavyokuja ndio utakavyopokelewa. Sawa? Mwanangu, utakavyoingia kwenye ndoa ndio utakavyopokelewa. Na wako wakina mama wanapigwa mahali hapa. Lakini jinsi walivyoingia kwenye ndoa, yule mwanaume alijua huyu ili niweze kuishi naye lazima awe nakula makofi 2 matatu. Yaani ili aweze kutulia, huyu hawezi kutulia bila kofi. Lakini mzizi moja. Ikiwa unajua saa hii amekasirika ukanyamaza. Ukijua wakati wa kuongea, wakati wa kunyamaza na wakati wa kuongea, kuna vitu hautakutana navyo. Na ziko baraka zimeondoka kwenye maisha yetu wanawake. Tuko hapa wamama wengi tumeolewa. Ulipoolewa ukaanza kudili na mama mkwe, ukaanza kumwekea mipaka mama mkwe. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako, tii wazazi wake. Kwa sababu mumeo akipigwa wewe umepigwa mara 2. Mumeo akiumia umeumia mara 2. Saidia mumeo kupenda wazazi wake. Unajua kila mtu hapa ni mama mkwe. Ila mnajisaulisha tu. Ukiolewa kwenye mji wa watu unajisaulisha kwamba umezaa mtoto wa kiume.
Usijisahaulishe binti yangu. Huyu mama mtoto akakupenda wewe, fahamu kwamba wazazi wako wamebeba baraka zake, na kama hajabarikiwa lazima utastruggle. Kuna mahali mnapita, kuna mahali tunapita kwenye ndoa, kwa sababu mama mkwe akiamka anasema kama sikuzaa Mungu, yale machozi yanafunga baraka. Yale kuna mama amebeba kuni, kuna mama amefanya vibarua akasomesha huyo jamaa mpaka ukamuelewa, mpaka ukamwona anafaa kuwa mmeo. Lakini mama huyo hawezi kunywa kikombe cha chai kwenye nyumba ya mwanae. Anaweza kuwa mkorofi sawa, lakini kama mtoto wake hawezi kumlea mama yake mkorofi, ni nani baki anaweza kumlea huyo mkorofi? Jioni ya leo mwanangu, nenda ukaingie kwenye hiyo nyumba ukijiandaa kujua ya kupasayo kutenda, ukijua mipaka yako, ukijua kuna muda ukijua kuna muda wa mama mkwe, ukijua kuna muda wa dada yake. Samahani, Asimwe, una kaka hivi, akiumia unajisikiaje? Kama kuna wifi hapa namuomba uje tu. Natamani ujue, uende kwenye ndoa ukiwa umejiandaa kisaikolojia kwamba kunatakiwa nidhamu, kunatakiwa mipaka, kunatakiwa kuelewa. Hauendi kuwa mama yake, unaenda kuwa mke wake. Kwa hiyo kwamba ukapike vizuri, tunawafundisha ukafue vizuri. Mama yake alikuwa anapika huenda kuliko wewe, alikuwa anavalishwa vizuri kuliko wewe, yani ameanza kuvaa tangu day one mpaka ukakutana naye. Lakini nenda ukamfahamu mmeo, ukajua mahitaji ya mmeo, ukayafanye kwa bidii. Mimi ninazungumza haya, sitamani kufurahisha sana, kwa sababu nimekuwa msuluhishi kwenye ndoa nyingi. Ninajua mambo ambayo yanaharibu ndoa za watu, sio mambo makubwa. Unajua, mwanaume anapooa, ndoa ni kama kabiashara fulani hivi. Unaweza usinielewe, lakini utanielewa. Yule mwanaume kabla hajaoa ana mwanamke wake, ana mke wake ambaye amemweka akilini kwamba mimi nikioa saa fulani nitakula, mimi nikioa nikimwambia mke wangu kitu atanijibu hivi. Yani ana mke wake ambaye ana mahitaji ambayo anahisi nikioa haya nimeclear. Sasa usipokuwa mke wa mahitaji yake, anakuwa hajaoa. Sijui naeleweka wa mama? Kama wewe bado sio, yani kama yale mahitaji yake kwako hayapatikani, kwamba hajaoa, si ndio? Na labda nikwambie binti yangu, wewe ni mrembo sana, lakini ukitaka kufanya kwamba urembo ndio silaha ya kukaa kwenye ndoa, utafeli mapema sana. Unaweza ukawa msomi, manake hakunaga mwaya, tuseme mwaya nani, sijui niweke hapo. Hakuna mwaya aliyechelewa, si ndio? Japokuwa tunao mtaani. Ni mtani wenu. Wahaya wasomi mama. Lakini ambao la saba nao wamo hapo. Umenielewa mwanangu? Kwa hiyo huyo jamaa ana mke ambaye anaye kwenye picha. Kwa
kwenye kichwa chake kuna mke wa mahitaji yake. Nenda ukayajua mahitaji ya mumeo. Sisi watazamaji hatuna faida na wewe, na usifanye kitu. Unatakiwa kumfanyia mmeo kitu, yani kwa sababu wanakuona au kwa sababu wanaweza kaona huyo mmeo anamuendesha sana, unaenda tofauti na mmeo. Amesoma awe hakusoma, heshima yake usipompa kwa hiari utampa kwa lazima. Yani kivyo vyote vile atakudai heshima yake, na ukikataa kumheshimu unashindana na nature. Unaona hii ni ghorofa, si ndio Yakitokea mafuriko, yale maji yakikosa mfereji wa kutokea, ile inaanguka pamoja na nondo zilizopo. Sasa kama huwezi kumpa mumeo heshima anayostahili, hataondoka ukiwa unamwangalia. Yes, unaweza kuwa hujanielewa, lakini wako watu mahali hapa tunalia kwamba ndoa zetu zimeharibika kwa sababu hatukujua uumbaji wa Mungu, kwa sababu tunashindana na nature. Huwezi mwanangu, huwezi. Na nikwambie kitu kingine ambacho labda wewe bado hujakielewa. Sasa hivi kwake wewe ni mzuri sana, anaweza akakupigia simu mara 3 kwa siku, lakini baada ya siku 90 wewe wa kawaida sana. Yani wa kawaida sana. Kitakachokupa thamani ni yale mahitaji. Kama anapata mahitaji aliyotarajia kutoka kwako, hayo ndio yatakuwa thamani kwako kukaa kwenye hiyo nyumba. Lakini kuna watu mko hapa mmevaa viatu virefu, lakini wewe ni wa kawaida kabisa, yani kama hajapita mtu. Kwa natamani nikwambie mwanamke ambaye uko hapa jioni ya leo, kajue ya kupasayo kufanya kwenye ndoa yako. Haijalishi umesoma au hujasoma, haijalishi una fedha au huna fedha, lakini mume heshima alipewa na Mungu, huwezi kumnyang'anya kirahisi. Sijui kama naeleweka. Yani mimi sina maneno ya kufurahisha sana, wala sikuja kukufurahisha binti yangu. Nataka ujue kwamba kuanzia day 1 nenda ukajue mahitaji ya mume wako. Yeye sio kichaa kwamba amekosea alafu wewe ukamuomba samahani alafu asijue kama amekosea. Vitu vingine mwanangu, acha vipite. Yaani ukikaa kwenye ndoa, kama unataka kuishi kwenye ndoa, kama unataka familia, kuna vitu vingi sana lazima uviache vipite. Kuna watu lazima waondoke kwenye maisha yako kuanzia leo. Kuna mahali hutakwenda. Yaani kama unataka kukaa kwenye ndoa, yaani usije ukaona wale ambao wanatoka kwenye ndoa labda ni washenzi sana, labda wana tabia mbaya sana. Anaweza tu kwambia urafiki yako simtaki, haja kukosea, hajafanyaje. Sasa utachagua kuwa na familia yenye nguvu au huyo rafiki yako? Kwa hiyo mwanangu, unapoiendea ndoa, iendee ukiwa umejiandaa. Akusaidie kutunza kinywa chako, yaani akusaidie kushuka, akusaidie kuoga na kuvaa. Unakwenda kwenye kitchen party kama hii, jamaa anatoka ndani anakuambia nimesema usiende. Kuna wakati tunaweza tukapiga simu kwa mama, leo nina homa. Mama, leo nina homa, yani nimeamka tumbo. Lakini unajaribu kuangalia masaa ya kukaa kwenye hii kitchen party na muda wa familia yako kusurvive. Kwa hiyo mwanangu, unakwenda kuolewa.
Shangazi kakwambia mambo mengi sana ya ndani yale shangazi, na wewe una matarajio. Yani na wewe kuna mume wako umemweka hewani hivi kwamba yani tutaenda bichi, unaenda jamaa anakuambia bichi ndio nini? Yani huyo sasa hivi ambaye anakuambia tukutane pale. Yani unaweza ukajikuta hujawahi kutoka tena. Yani ikawa mwisho yani hiyo tarehe. Lakini bado atabaki kuwa mmeo. Kwa jioni ya leo, pamoja na mambo mengi niliyozungumza, naomba niwaambie ili watoto wetu ambao mko hapa, watu ambao tuna waume ambao mafanikio yao yameshikiliwa na wazazi wao. Yule mama akiamka anapiga magoti, anamwambia Mungu, hivi mvua yote iliyoninyeshea, hivi kusomesha kote nilikosomesha. Wanaume wengi wanapoteza uelekeo. Wanaume wengi wanakufa mapema. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako ziwe nyingi, upate heri duniani. Sijajua nyinyi ndio wakwe zetu, sijajua mtoto wenu yukoje. Pamoja na kuwa na mtoto wa kiume, mama zangu, naomba niwaambie, mmeolewa na nyinyi, saidieni ndoa kukua. Mmeolewa, mmeingia kwenye ndoa, mmepata machungu kwenye ndoa, kuna mahali mlipita kwenye ndoa, saidieni watoto wenu ndoa yao ikae sawa. Na waombea kwa Mungu, akikosea huyu binti, fanya amekosea huyu binti yako aliyokaa hapa, msaidie kwa upendo. Huyu bado mdogo, hajui kila kitu. Yani kuna saa vitu vingine anaweza akatetemeka, lakini Mungu aliyewapa kuelewa, Mungu aliyewapa kukaa mjini, mkajua maisha, mkajua tofauti ya anakotoka huyu binti na tofauti ya alikokuja kwenu. Kale katoto kenu kanaweza kakawa kachoyo. Ndio, kwani sisi tunawajua watoto wetu. Yani mimi niko hapa, nitaondoka kweli hapa. Unajua, pokea maua yako mama, pokea maua yako. Mimi ninaomba niongee na hawa wakwe zetu, ninaongea na hawa wakwe zako binti yangu, ninaongea kwa upendo wa Mungu kabisa. Saidieni huyu binti bado mdogo, mwelekezeni taratibu. Atakosea, kwani utakuniambia huyu hana majibu kwako? Sasa ninawaomba watoto, ndoa ikivunjika watoto wenu wanaharibikiwa pia. Yani hamtabaki salama hata nyie wenyewe. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu ambaye amewapa, mkaenda shule, mnasherehekea ndoa ya mtoto wenu, tabia zile mbaya unazijua. Kuna katoto kingine kajeuli, kakiambiwa rudi kanaenda. Kama hiyo tabia wewe mama yako umehangaika nayo mpaka kamemaliza chuo kikuu, kwa nini uje kumwangushia jumba huyu mtoto wa watu? Kwa nini wewe nikikuuliza mwaka huu amekupa shilingi ngapi, pengine hajaleta, kwa nini huyu akiolewa tunasema amekula hela za mtoto wenu? Niwaombe, ninaongea kama mtumishi wa Mungu pia. Niwaombe kwa kuingia kwenye hii meza. Nimeomba mengi
umenijibu moja, umetutendea wengi. Mimi nimerudi, japo mengine bado, ila kwa thamani ya hili moja. Nyinyi ni binti zangu. Eti mara ya mwisho kaka yako kukupiga kiatu wewe ni lini? Mpaka akioa sasa ndio naenda kudai viatu kule. Huyu haji na miujiza. Huyu haji na miujiza. Kama nyinyi mmekaa naye labda miaka 30, pamekuwa kachoyo. Yaani huyu anambadilishaje kwa miaka miwili? Yaani usimsaidie huyu binti kuharibu ndoa yake, kwa maana apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama wewe ni mwanamke na chunga sana mdomo wako, chunga sana mdomo wako, chunga sana mdomo wako. Kuna wengine mko hapa tunapata shida kwenye ndoa kwa sababu ya shida tulizopelekea ndoa nyingine. Kwenye shughuli, kama niko kwenye mkutano nikatumia muda mrefu sana mpaka nikawachosha, lakini naomba nikukumbushe pia kitu cha muhimu sana. Wewe ni Mkristo, unapofunga ndoa kuna kiapo, kuna maneno yanasema nitamheshimu, nitamfanyia fadhila. Yaani kile kiapo ni kikubwa sana, lakini ninaamini katika hadhara hii hakuna hata mmoja anaweza kusema amelinda kile kiapo, kwa sababu hakikukwambia akikutukana umrudishie kiapo kwamba nitamheshimu. Saa jamaa amerudi amelewa, saa mambo yaeleweki, wanakusikia we nje yao wamsikie. Kwa hiyo tunabeba laana ya kiapo cha ndoa. Naombeni mlioko hapa, kama mnamjua Mungu mnayemtumikia, mnamjua Mungu, kuna saa maombi yenu ni kelele kwa Mungu, kwa sababu umelala unamtukana usiku kucha, asubuhi unamuomba Mungu abariki hiyo ndoa. Hakuna baraka za namna hiyo. Nikuombe binti yangu, ikiwezekana sadaka ya kwanza kutoa, muombe Mungu akupe neema ya kuvumilia. Muombe Mungu akupe neema ya kujua majira ya kuongea na kunyamaza. Haleluya. Ingawa kwenye ndoa ni jambo gumu, sababu ukiongea mambo mengi yanafuta hata yale uliyomwambia. Kwa hiyo ninaamini kwa neema ya Mungu, kibali nilichopata kuongea nanyi jioni ya leo, maneno hayo naamini si kwa binti yetu tu. Hebu kila mtu akaangalia uhusiano wake na mama mkwe wake. Yaani kama unaona una haja ya kwenda kumuomba msamaha na ujui utaanzaje, kwa sababu mambo yalishakuwa magumu, mimi ni mtumishi wa Mungu, nipigie simu. Hakuna mateso ambayo yanatesa uzao wa kwenu. Naomba ukakae kwa adabu, weni wa kawaida mno. Asante watu wa Mungu, mbarikiwe. Naomba niwatajie namba yangu ya simu kwa yule ambaye mama mkwe wake hajui hata atapitia mlango upi. Namba yangu ni 0754 Asante. Amina. Namba yangu ni 0754 77 1523. Kwa hiyo kwa jioni ya leo
Ninawashukuru. 0754 77 1523. Ninaitwa Frida Namba. Namba ya Kiswahili andika. Naomba niwaambie tena, ndoa hii Mungu amewaamini. Aliyekupa mtoto wa kiume akaoa, simama. Lakini vita ya mtoto wa kiume ni kubwa sana na mnazijua. Ombeeni ndoa, saidieni ubinti akaishi kwa amani. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeomba mengi, umenijibu moja, umetutendea wengi, mimi nimerudi. Japo mengine bado ila natambua kama hili moja ulilolitenda. Wale wengine kenda mimi sijui, ila nachojua kwangu umetenda. Mengine sijui, ila hili Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni Msamaria tu, mtu wa makabila mengine, wala sikustahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana ninauona wema wa ajabu. Wenye ukoma nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa na damu ya. Asante studio. Asante sana mama mtoa mada, umetoa mada nzuri. Kwa kweli akina mama wote wameifurahia. Hii mada hukutoa kwa ajili ya binti yetu mtarajiwa, lakini pia na wamama wengi hii mada yako imewagusa. Tumshangilie huyu mama kwa makofi mengi na vigelegele. Asante sana, asante sana.